mmoja miongoni mwa manabii waliopita alimuona mama pembezoni mwa kaburi analia. Wasaalaha an sirri bukaiha faqalat, akamuuliza mama, unalizwa na nini? Mama akaanza kunena, nimemzika mwanangu. Sasa unalia nini? Kullu nafsin dha'iqatul maut, hata wewe utakufa, hata mimi nitakufa. Huzuni basi shukuru. Sema la, kinachoniliza kwamba mwanangu amekufa mdogo sana, mchanga, bado hajaienjoy dunia, hajaiona utamu wake, ameondoka hivi ghafla tu. Nabii akamuuliza mama huyo, kaondoka mchanga, kwani akaondoka na umri gani? Akamwambia 300 sana. Ndo kwanza na miaka 300, ndo kwanza mbichi mtoto huyo na miaka 300 kafa. Hata mimi mamake, angalau mimi ningekuwa nimeshaondoka, mimi nimeshapiga umri. Anasema miaka 300 tu anaondoka hivi. Yule mtume akacheka, anasema ma ra'yuk law qultu laka anna hunaka umma satatarawahu hayatuhum wa a'maruhum ma baina 60 wa 70. Mama, nini rai yako kama nitakwambia kwamba huku kutakuja watu umma umri wao wataishi kati ya miaka 60 na 70? Unaniambiaje nikikwambia hivyo kwamba watakuja watu wataishi miaka 60 na 70? Mama akashtuka, unasemaje wataishi miaka 60 na 70? Naam, watakuja huko umma umri wao utakuwa ndo huo. Sema bwana ana miaka mingapi? 70. Ndo amekula chumvi si haba. Si tunaambiana hivyo? Mashaallah, sijui kama nitafika mimi. Unazungumza hivyo kwamba unamuona jamaa kapiga umri kweli kweli, na ukifika 90 ndo watu wanakufanya maonesho, njoni nini. Kuna muda mmoja ana umri wa miaka 95 bwana, yupo mpaka leo. Imekuwa maonyesho kwa sababu umri wako umekuwa mrefu. Basi satatarawahu amaruhum ma baina 60 wa 70, watakuwepo umri watakuwa. Yule mama akamuuliza yule mtume, basi hao wana bahati moja. Bahati gani? Watamtii Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu umri wao ni mfupi. Kwa kazi yao ni kuchapa kazi tu katika kutii Allah subhanahu wa ta'ala. Azabal aktharuhum usa, ambia sivyo, wengi wao watakuwa watenda dhambi, maasi, wengi wao katika umma huu. Mungu asitujalie miongoni mwa hao. Akauliza 60 70, wa hal sayabnun, kweli miaka 60 na 70 watajenga hao? Utapata hata mtu nafasi ya kujenga banda lake? Ile mtume angacheka sana, wao watajenga kuliko nyinyi mnavyo hivi vyenu ni vibanda tu. Mnajenga nini nyinyi? Hao watakuja kujenga majumba yatakaa karne 3, 4, 5. Mwenyewe anakufa miaka 70 na 60, jumba lake linakaa mpaka nakuja kuwa maonyesho. Kama umri wao ni mchache kama hivyo, kweli watagombana hawa? Kweli watapata muda wa kugombana? Bal sayataqataluna li atfahi al-ashbab, sio kugombana tu, watauana kwa sababu za kipuzi. Sayataqatalun sayaktulu ba'dhum ba'dhan bi atfahi ala atfahi al-asbab, sababu zenyewe hazina mbele hazina nyuma, watauana. Anauliza yule bibi, wallahi ningekuwepo mimi wakati huo, nikajaliwa nikawa na mimi katika watu hao, nisingekuwa na shida. Ningechimba kaburi yangu, alafu nikawa niko pale pale pembeni mwa kaburi, raki'an wa sajidan, huku na rukuu huku na sujudu, nasubiri 60 yangu ifike, naisubiria pale pale, naisubiria pale pale, huku nimesujudu, sio huko pale kwenye kaburi yangu, sajidan wa raki'an, ili ikija 60 yangu na 70, an yatawaffani Allahu sajidan hatta alqahu sajidan, anichukue roho yangu nikiwa nimesujudu, nikija kuonana naye nionane naye nikiwa katika hali ile.
mnasemaje kuhusu sisi leo? Sasa bwana, mimi nipo sana, au wakati wa kusali bado bwana, twende tukasali bwana. Bado bwana, Mungu bado hajanijalia bwana, kuna kufa. Mbona mimi nipo sana, nipo sana, 60 na 70 ndo upo sana. Kana kwamba utaletea barua kwamba haya bwana 2025 unaondoka. Mauti huja ghafula na wala hayana muhula, mara huwa la haula, ameiaga dunia. Ni wangapi tulikuwa nao katika msikiti huu? Wakumbuke wewe, tulikuwa nao katika msikiti huu wanasali, ni watu wetu, ni wazee wetu, walikuwepo hapa, tumewazika. Walikuwa wakihudhuria katika darasa zetu mbalimbali. Alikuwepo kijana mmoja baharia hapa, alikuwa kila Ijumaa akija, simsahau. Lakini sasa nafikiri ni mwaka wa 2 au mwaka na nusu ameondoka, just like that. Maalim Hilal, Mungu amrehemu, naye tulikuwa naye hapa, ameondoka kama kuzima taa. Mzee wetu almarhum Shamuna, tulikuwa naye hapa, alikuwa akija katika durusa, alikuwa akija katika mwezi wa Ramadhani, hatuko naye. Sijui sasa mimi na wewe ni lini? Waliotangulia Mungu awarehemu, awaandalie maandalizi mema huko aliko, na sisi tulokuwepo Allah atubutue, turudi tuiache dunia kabla haijatuacha sisi.